Watoto wa Kongo, leo ninasimama hapa, ninazo habari nyingi sana ambazo tunaweza kupartajia sisi wote. Lakini ni nyingi. Najua Kongo ni nchi kubwa na hatutaweza kumaliza zote. Kwa dakika chache tu tutazungumza kidogo kidogo. Lakini muelewe hii mtumishi wenu kama vile mnavyomjua Dr. Billy Mlongecha Jackson, ninasimama hapa kuzungumza habari za nchi yetu Kongo. Kwanza kabisa, ninaanza kuwapongezeni kuwaambia ile wanasema kwa Kiingereza Merry Christmas na ile wanasema Joyeux Noel. Tunawatakia sikukuu mpya. Kama leo ni tarehe ya le 23 décembre 2019, ni mwezi wa 12 tarehe 23 mwaka 1919. Oh sorry 2019, so 900. Ninasimama hapa ndugu wapenzi, kuna habari ambazo tunazohitaji kuzungumzia kwa ajili ya nchi yetu. Na michanganyo ya lugha kwa kweli inatusumbua sana. Tuna lugha nyingi kichwani, kwa hiyo wakati mwingine unachanganyikiwa. Mtanisamehe kwa hilo. Niko na habari ya kuwatakia sikukuu mpya. Na sikukuu mpya, peuple congolais ni watu wanapenda Mungu. Ninataka kuzungumza kuanzia na mstari wa kitabu cha Mungu. Kwa sababu kuna watu wanaozungumza kwamba hali inayopitia katika Biblia sisi wa Kristo tutaendelea tu kuombaomba Mungu. Hapana. Tunahitaji tupigane tuokoe udongo wetu. Kwa sababu wakati wa Israeli, ile tunaposoma kitabu cha Agano la Kale, watu walipigana vita. Na ni kweli walipigana kwa ajili ya udongo wao. Martin Luther King anasema hivi, kanisa kama haliangalie mambo yanayohusu nchi yao, mambo yanayohusu watu wao, mambo yanayohusu udongo wao, kanisa hilo limekufa. Na ndio maana mnaona kanisa Katoliki kila wakati mambo ya uchaguzi linakuwa involved. Na wachungaji wote na kanisa lote la Kongo na Wakristo, ni wakati wetu tu involve. Tuendelee kupiganisha kuokoa nchi yetu. Kitabu cha Mungu kinasema hivi, nikiangalia katika kitabu cha Mungu katika Mathayo 11 mstari wa 12. Nitajaribu kusoma version different, lakini zina tafasiri tofauti kabisa. Tofauti kabisa. Biblia ya Kiswahili inasema neno moja hivi. Mathayo, hii ni Biblia ya Kiswahili. Mathayo 11 mstari wa 12 inasema hivi, munisifate vizuri. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Sasa unaposikia kwa Kiswahili wenye nguvu, wenye nguvu, kama tunasema nguvu kwa Kifaransa au Kiingereza, ni tafasiri tofauti kabisa. Sasa Francais inasema hivi, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Inataka kuzungumza kwamba jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Les violents. Sasa ile violent mtajua tafsiri yenu vizuri vizuri kwa Kiswahili. Kwa sababu Kiswahili inasema wenye nguvu. Sasa Kifaransa kinasema violent. Sasa Kiingereza kinasema nini? And from the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. So Kiingereza na Kifaransa ni kama vinapatana kidogo, lakini kuna utofauti vile vile.
wanaoteka ule ufalme wa Mungu ni wale watu wenye kuwa violent. Kuna tofauti kusema nguvu na violent. Sasa sifundishi mengi, nataka niwaonyeshe wa peuple congolais. Hii ni maneno ya Yesu. Yesu anataka kuonyesha kwamba kuwa Mkristo wa kweli unahitaji kuingia mbingu, unahitaji kuwa violent. Sasa nataka kuonyesha violent inasema nini? Ni kupiganisha kwa nguvu, kwa ukali, kwa wewe kupata nafasi number 1 na kutetea kile kilicho chako. Mfano, nitawaambia Esau na Yakobo. Baba anasema Esau, nitafutie nyama nile, nikubariki. Mama amesikia, anaambia mtoto, no, sipendi hiyo baraka ende kwa mkubwa wako, baraka ije kwako. Nitapika chakula baba yako anapenda. Kaue nyama huko nyuma ya upango, umpe na kubariki. Sipendi abariki Esau, napenda kubariki wewe. Yakobo alikubali. Yakobo anataka kuwa violent. Anataka kuwa violent. Sio violent wa kutukana, matusi. Watu wengine wanafikiri violence ni matusi. Ni kutetea haki yako. Ile Biblia inataka kuzungumza. Mie Dr. Mlongecha niko violent. Natetea udongo wangu. Na ninasema kweli. Sio mahali palipo kweli wewe unanunuliwa. Wakongomani wengi wamenunuliwa. Hawapendi kuzungumza ukweli. Ni kitabu cha Mungu. Nimesoma Biblia 3. Hii ni Biblia. Ni Biblia iko hapa. Niko na Biblia ya Kifaransa, ya Kiswahili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Sasa niko na ya Hebreo, niko na lugha zingine. Kwa kutaka kujua tafsiri inasema nini. Wanaoteka ufalme wa Mungu ni watu wako viola. Na watakao okoa ile Kongo ni watu wako viola. Sio lele mama. Wazalendo. Wa nationalist. Wa patriot. Ndio watu wataokoa ile inchi. Sio watu wanao trahir. Kama vile Daudi alikuwa violent. Daudi anatumwa na baba yake kupeleka chakula, lakini Daudi amebadilisha mission yake. Hii ndio zawadi ninawapatia katika Christmas. Daudi amebadilisha mission yake. Baada ya kuona vile Goliati yuko anatukana watoto wa Israeli, Daudi alipata nguvu za Roho Mtakatifu. Na akasema haiwezekani. Huyu asiyetairiwa aje atukane majeshi ya Mungu aliye hai. Leo hii Kongo inateswa na watu wasiotawariwa. Hii ni kweli. Watu wasiotairiwa. Hawasiojua yando ni nini. Ndio watu wanatesa Kongo leo hii. Wasiojua maana ya kutairi ni nini. Wafilisti, wa Goliath. Lakini Daudi kwa nguvu za Roho Mtakatifu alisimamia ukweli. Nimesema peuple congolais, notre combat est juste. On va aller jusqu'au bout. Msiogope maneno ya hawa Wanyarwanda. Msiogope. Daudi amefika, amemuona Goliath, anamwambia unakuja na majeshi na mikuki na mipanga. Mimi nakuja kwa jina la Mungu. Peuple congolais ni watu wa Mungu. Na Mungu kupenda peuple congolais. Ametia utajiri wa kila aina katika Kongo. Labda watu wengi hawajui. Recherches zinasema hivi. Katika university nyingi sana, Umarekani na Europe, wamekonfirme jardin ile bustani ya Salomon ilikuwa kwa Afrika Mkongo. Kwa ajili utajiri ulio Kongo, wanaonyesha kwamba utajiri wa Salomon ulikuwa mwingi sana. Huu utajiri unapatikana nchi gani? Unapatikana katika Kongo. Na unapatikana wapi? Kiev. Ndio kulikuwa jardin ya Salomon.
Na ndio maana 1947 Nations Unies ilifanya resolution ikasema Wayahudi mtoke ku Palestine mwende mukae kukivu iwe yenu. Parce que selon ma recherche ina prouvé que na DNA ADN inaonyesha ke ni kule Sulemani, mfalme Sulemani, mfalme Salomo, jardin yake ilikuwa pale. Lakini Wayahudi walikataa kwa sababu wametingwa na watu weusi, walikataa unyama wa kutukana. Peuple congolais, narudilia neno la kuzungumzia kwamba violent wanaoteka ufalme wa Mungu ni watu wako violent. Kuwa Mkristo wa kweli unahitaji kuwa violent. Usifikiri wa Mkristo Wakristo wengine anataka aombe Mungu anipe pesa. Pesa zitakuja kama utafuti na kama hautumiki. Na nchi haitaokolewa tu kwa maombi peke yake kama hatupigani na kama hatutoke nje. Nchi haitaokolewa. Vita vinakwenda vya kiroho na vya mwili. L'homme violent ndio atakuwa mbele ya karibu ya Mungu. Kwa sababu tuko katika vita. Kuna vita vya kiroho. Kama huko violent hautakuwa Mkristo mzuri. Na vita vya mwili, kama huko violent hautakuwa Mkristo mzuri. Hata ukisoma kitabu cha Efeso kinasema nini? Vaeni silaha zote za Mungu Baba mpate kuzipinga hila za shetani. Kwa sababu kupigana kwetu sio kwa mwili na nyama. Unaona? Inataka kuonyesha uwe violent. Kuwa Mkristo huwezi kuwa Mkristo wa kweli kweli kama haujui kupigana. Angalia mfano. Wanyarwanda wengi wametoka Rwanda wanakuja Kongo, leo wanajiita wa Kongomani. Nilisema jambo mara nyingine. Muone confusion inatokea. Kongo, ninarudia tena, ninyi Wanyarwanda munisikie vizuri. Hakuna kabila inayoitwa Munyamurenge, haiko. Mulenge iko karibu ya Lemera. Ndio hilo jina linatokea huko. Na mwami wa pale alipigana na Wanyarwanda wote baada ya kuchukua jina lake, akawafukuza wote. Hiyo nitaizungumzia siku nyingine. Wote wakaenda wapi? Minembwe. Na waliua mwami wa pale. Na wapolitishia wenye kwa Kinshasa, nitawataja majina yao emissions zinazokuja. Wakafukuza mwami ambaye alitaka kuramplace mwami aliyekufa, wakatia mwami mwingine, na nitataja majina yao muwajue. Na hao watu wanatumikishwa na Wanyarwanda wengine. Tuko mvita. Mlongecha anatetea haki ya vitu anavyovijua. Udongo ni wetu, wa babu zetu. Wakati waliwapatia wa Francais, hii ni nafasi ya wa Francais. Hii ni nafasi ya wa Anglais. Walitupatia na sisi wa Kongomani, hii ni yenu ninyi wa Kongomani. Sasa baada ya kufanya Mille de Berlin wameshavagawanya, tena sisi mchukua udongo wetu, haitawezekana. Peuple congolais, hatuwezi kuwa wajinga na wapumbavu. Leo Wanyarwanda wengi wananitumia habari mingi katika simu yangu hapa. Wananicheka. Wanasema wanajeshi wako, mwenyewe mnaita generali wenu Kibukila, leo amekuwa wetu, amewatrail. Wananicheka. Kwanza tuliwa mdogo wake, wanatuma picha za mdogo wake aliyekufa hapa. Mimi sikujua, sikuwa najua. Tuliona ndugu yake mwingine, angalia picha hiyo. Wananicheka. Haujue mambo ya kutuma ndugu yako. Ya kutuma iko anaenda Rwanda kila siku, ameshanunuliwa na Kagame. Munisikilize vizuri ninyi Wanyarwanda. Tete yangu ina fonctionner. Msifikiri mtafanya confusion kati yangu mimi na watu wangu. Najua mtotezi ni mtu mzima ana akili. Na ya kutumba ana akili. Kama vile mmesema ndivyo ilivyo. Ni wao wenyewe wamepotea. Na msifikiri kwamba tutarekire.
Ninyi mnasema kwamba mimi natumaka message muue. Lakini mnajigamba kwenye ma message mnasema tuliua mdogo wake. Ninyi amuuage. Si ninyi mnaua. Leo hii Makobola, watoto wa Nord Kivu, wa Sud Kivu na Kongo mzima wanajimobilize waende Uvira kusherekea sikukuu ya kilio baada ya masakre ya Makobola, ambapo Wanyarwanda wengi wako Kinshasa hawapendi, wanasikitika, wako wanasikitika. Kwa nini masakre ya Makobola? Okay, na wauliza Wafuriru, Wabembe, Warega, Bashi, Manyindu na makabila ingine ya Nord Kivu, mtuambie ilishafanya masakre ya Wanyarwanda wangapi? Au wale Wanyarwanda wenye kukaa Minembwe, fasi gani kuko force commune? Hii ndio inaitwa commune ya Wanyamurenge, wenye kuwa Wanyarwanda, Wanyamurenge, wenye kuwa Kongo. Iko wapi? Haikalaki. Lakini sisi tuko na commune, ma force commune, hapana moya. Ngoja ni watajie watu waliofanya masakre ya Makobola. Kuku mtu wenu anaitwa General Padiri, ile wakati alikuwa commandant de brigade, anaitwa Masunzu. Commandant de brigade alikuwa Masunzu, yuko anatembea mwarume ouvertement. Na yeye ndio alikuwa chargé ya coordonner hiyo masakre. Masunzu iko est-ce que tulisha mulipaka ile vengeance? Mtisisikia tumefanya vengeance. Kuko mwingine komanda wenu anaitwa Kakuji, yuko mwarume MFARDC. Kuko mwingine anaitwa Gadi ya ulimwengu. Kuko mwingine anaitwa John. Kuko mwingine anaitwa Katambara. Kuko mwingine mnamuita Shetani. Mtu mzima anakubali kuchukua jina Shetani. Na ni kweli ni Shetani, sio mtu. Sasa mnataka sisi tutumike na mashetani. Na kuko wenu mwingine komandana anaitwa Bicheza, karibu ya watu 7 na wengine. Majina ni mengi hapa. Hao ndio walikuwa kwenye vichwa waliosimamia masakre ya Makobola. Sasa mniambie Mlongecha anasemaka, mnajaribu kuniintimide communauté internationale, tribunal. Nilishasema hivi, muache ya kutumba, muache ba komandatu, mutaje jina la Mlongecha, twende na mweye kwa ile communauté internationale. Na kama wale watu wanakili, msifikiri wako wapumbavu, wanakili vizuri sana. Wale wajiji wanakili vizuri sana. Kile kesho wako korompi wanajua Mlongecha ni nani. Na nitawaomba watie, mimi Kusamba, watie écran en ligne, en direct, le monde puisse écouter. Nitareklame Kagame aji. Kabla mimi kusema, nitareklame Kabila aji. Azarias wenu muaji. Na wale wengine wako Kinshasa, wengine waji. Ndio tusambe sasa. Amwezi kunintimide. Nimefanya hii preparation 20 ans. Ninajua sheria inasema nini. Ninyi ndio mnaogopa communauté internationale. Nilisikia mwingine wenu anaitwa kama Honorable Muiva, Godefroy Muiva. Mlongecha utaenda kwa hela, Mlongecha utaenda kutribunere, tunaweza kukamata kule Marekani huko mjinga. Wewe uje na ile FARDC ukamate mtu mwenye kwa Marekani. Kama huko upumbavu. Wewe Muiva una mambo mengi, uko na dossier nyingi. Siwezi kusema dossier za Muiva. Pamoja na representant wa Sefake, nitajisema siku nyingine. Vile muliua Remera. Vile mulifanya mauaji Remera. Ninajua vyote. Mulikuwa mnatumika na RCD. Hivi vita vyetu vinaendelea. Na wajua wengi wanasema pale hawako wakongomani. Comment expliquer mtu kama vile Muiva na président wa CEPAC wanaita iko congolais? Comment un congolais tu peux trahir ton propre peuple? Peuple congolais munisikia vizuri.
Hii ni sauti ya Dr. Billy Mlongecha Jackson. Nasema hivi. Mnyarwanda hatumikake na mtu burebure. Kutumika na mtu premier chose anafanyaka recherche juu ya ile wanasema kwa Kiingereza his background, histoire yake. Tunaona sasa vile Felix. Kumnome Felix walifanya nyuma yake kuko nini? Unaona? Felix mama mke wake Rwandese. Felix mama yake Kabide wa Angola. Banaona huyu uko hivi tutamutrike. Hawezi kuchukua vrai a 100% Congolais. Mtu nationaliste saa mie. No, hawezi. Patriote kama Mlongecha hawezi. Wanajua nitawageuka. Na siwezi. Kama nikula vizuri, niko nakula vizuri. Kama nalala vizuri, nalala vizuri. Nina maisha mazuri. Lakini hainitoshi mie peke kuishi vizuri. Na watu wangu wanateswa. Je vais sacrifier tout. J'ai investi des années kulibere le Congo. Na tutalibere watu wetu. Akili ndio mtu. Munisikia vizuri. Peuple Congolais. Tukue ini. Najua tuko ini. Lakini tuondoe woga. Kitabu cha Mungu nasema ce sont les violents. Mungu ana besoin ya ba violents. Mungu haitaki mtu mpumbavu. Wawoga Mungu haitaki. Mungu aliita Daudi. Sababu Daudi anatoa ushuhuda wake, temonyaji yake, anaambia Sauli, anasema nini? Mie huyu niliwaka Ushi. Mie huyu niliwaka Lion. Nitaua huyu circoncis leo. Unasikia? Wakati iko anaua Urse, wakati iko anaua Lion, Mungu alikuwa hajamuita bado. Alikuwa angali mchungaji kule porini, mtoto kidogo. Na vyote hivyo Mungu alionaka, akasema, huyu ni mwanaume, nitaita huyu. Mungu, angalia mtu kama vile Simon Pierre. Yesu hakumuita burebure. Mtu iko na jete file, hapate kitu anaendelea, hapate kitu anaendelea. Ndio wale watu Mungu anaitaka. Batu samia Mlongecha hivi. Benyaba achaki. Mungu ananiita nifanye hii kazi kuko rezo. Kuko rezo. Peuple Congolais, mukue derrière mie, munisoutenir. Wenye kuniomba kuomba Mungu, ninasema asante kwa maombi yenu. Bazee, bamama, wenye kuwa na mamlaka, washefu kutimie, bamwami, mupartaje message ifikie bamwami. Udongo wenu hautaenda. Mlongecha iko nakuja, niko na agenda special juu ya bamwami. Bamwami benye udongo wanakuwa wanateswa. Kubaua ovyo ovyo. Bapastere bana valer. Peuple Congolais haina valer. Valer yenu iko nakuya. Mungu anasema ni ba violent. Ndio bataokoa nchi. Kuwa violent ndio utakuwa Mkristo mzuri. Mtu saa vile Moise. Angalia eske comparative ya Moise na Aaron. Aaron kukuwa violent. Alikuwa fainéant. L'homme faible. Lakini Moise. Kwanza Moise alikuwa mwanaume shupavu kabla Mungu hajamuita. Yeye peke alianza kupigana na Waegyptien. Anaua Egyptien musekre. Na Mungu akasema, huyu ndio nitaita. Sitatumikisha Aaron. Unasikia? Soma watumishi yote ya Mungu mu Biblia. Ni batu bako violent. Sijui hapa benu bae masiku. Sitasema hapa bae masiku. Niko nasema watumishi benye mimi nayua. Beko saa mie. Mlongecha iko violent. Siko na boga. Je suis première personne na Afrika yote mzima kumusema vibaya Kagame. Hata bingine banaanza taja majina ya Kagame. Iko nchi fulani ilinitelefonea sema tu es la première personne mwenye anawoga unasema mambo mabaya juu ya Kagame. Hatu yasikia un Africain kukritike Kagame. Nikasema kie Kagame. Kama mko mnampenda mprepare nchi fulani twende tupigane naye kwa nguvu, kwa ngumi. Na haiko zambi. Batu wengine wanafikiri sana kufanya box iko zambi. Haiko zambi, tufanye na Kagame box. Mie na yeye kuringi.
Et ça, je dis la vérité. Kagame ni bourre. 2 semaines passées, ni bambie peuple congolais. Kagame ni mtu akili. Kagame ana akili. Watu wake wawili walinitelefone, wanasema Mlongechi, tunataka kukupatia felicitation. Nasema felicitation ya nini na ninyi wanani? Nasema tunakuita partir ya Rwanda, lakini usitaje majina yetu. Tulikuwa murenyo quelque part ba officier plus de 500. Balitaja jina lako. Tulishangaa. Kagame anasema nini? Ninajua mtu mmoja kukongo. Mtu mmoja mwenye hawezi kubadilisha maidei yake, mwenye iko na akili ya kupenda ile nchi. Ni ule banaitaka Dr. Mlongecha ule. Ana akili ule kijana, lakini iko bandi. Mbona watu bafele chebote bengine tunaba manipule na tutaendelea kumanipule. Lakini ile Kongo bangikuwa batu sa Mlongecha. Ile Kongo ingekuwa nishakolewa. Je vous dis la vérité. Bakaniambia félicitations. Oh, nikasema wow. Kagame ananisema vya mzuri vitu kama hivi. C'est pour vous dire que anajua quel que soit wananitukana abanyamurenge, abanyarwanda, bangine bananitukana, banajua mtu wa kweli kweli mwenye kupenda, mwenye hawezi kugeuza mawazo yake, mwenye hatuwezi kumanipule, ni Mlongechi. Banajua. Mais je vous dis, notre combat continue. Munisikie kwanza wewe, ninyi mulienda vijana wetu, mulienda kufanya renyoyo yenu ya Bukavu. Ujinga. Wewe Kibukila unatuma watu, Banyarwanda wenyewe wanakonfirme, bananitumia ma message na munatuma watu baende wapi kufanya renyo Bukavu. Bako wanakukritike, bako wanakucheka kama ni kweli. Ni upumbavu? Na ujinga? Mke wako alikufa bure? Sasa nataka niwakumbushe vijana wetu mnaopigana vita. Wakati komanda ya Kutumba William iko Kazimia, kuko kijana wetu anaitwa Dragira, alitoka na vijana wengi kusema wanashindwa, wamechoka kupigana, waende wajiunge na FARDC. Leo wako wapi? Habari zitoka kada Dragira anakufa, Dragira anafanya hivi, Dragira haiko kweli. Dragira iko Ndolo. Prizo ya Ndolo ya Kinshasa mpaka leo. Mtu mwenye alijisalimisha kusema kwamba ninatoka, sipendi hivi ya kupigana, ngoja niwe FARDC. Oliba muencadre, oliba fanye vizuri, jo kwa atire basoda bengine wenye kwa kupori barudie. Ndolo iko Mundolo. Écoutez-moi, commandant Mtetezi, hii ni message spécial juu yako na William ya Kutumba. Kama munafanya désordre, mutaregrete, parce que Munyarwanda il n'a jamais oublié. Nini mulianza hivi vita? Munajua vile muliwapiga maambiskade, wanajua vile mumewauia watu wao, wanajua. Na wao nao wanajua vile waliowauia nao wanajua. Sasa huyo mtu wewe uende ujisalimishe kwa adui mwenye unajua uliua mdogo wake. Muko wagonjwa. Votre tête ça ne fonctionne pas bien. Kama ni kweli hivyo wanavyosema. Nashukuru Mungu wawasemee uongo. Ndio probleme niliambia yule Mtanzania hivi, nilisema Mtanzania anasema Wakongomani hawana akili. Mimi nilisema hivi, usiseme Wakongomani hatuna akili, sema Wabantu. Wabantu peut-être ni tuko na problem, lakini mimi Mlongecha sikio nayo. Mubantu anakuwa na probleme, anasahau haraka. Lakini wenzetu hawa wasahau. Ils n'ont jamais oublié. Mnajua jua nini musicien Papa Wemba alikufa. Des années 20 ans passés, alifanya émission moya ku Paris, ku critiquer Joseph Kabila, Joseph Kanambe Kadiembere. Après 20 ans, akasahau akaenda Kinshasa. Alipoenda Kinshasa, mimi nisema hivi, huyo bwana mwisho wake unaisha, atakufa. 20 ans passé, alifanya émission contre Joseph. Mutaona kenye kitamtokea.
tuko wapi? Au moment je parle, Papa Wemba walimpa sumu anakufa. Hapana kucheza na Rwanda. Babembe, Bafurero, Bavira, Manyindu, Bashi. Munajua Banyarwanda très bien. Ni batu barankine. Vous, tu peux pardonner facilement. Wao hawajui maana ya pardon. Mutasamee, wao huwa wasamee. Msiwaze hivi Mlongecha anasema kasemaka, hata tufanye urafiki nao. No, moi Mlongecha, je n'ai jamais oublié. Ndio mnijua mwe Banyarwanda. Mlongecha sawaki. Wengine wanasema kama niko mzungu, wengine wanasema Mlongecha iko na pakalaka madawa, marangi, ni ujinga wenu. Munaona kwamba wakongomani hakuwezi kuzaliwa mtu wa rangi. Munafuga kama ng'ombe. Ng'ombe yako unailishaka sumu gani au dawa gani izae ng'ombe ingine ya madoa? Mwende musome seanse. Kwa nini mwanamke mweusi anawaza kuzaa mtoto wa rangi yangu? Kwa nini? Iko leso nyingine. Na ninakupatia mfano wa ng'ombe zenu na mbuzi, muko wafugaji. Napatia mfano. Mtu anabadilisha rangi kutokana na chakula, na jua, na maji, na milie. Mbwa itabeba mimba. Katika hiyo mbwa moja, watoto wa moja watakuwa na madoa meupe na meusi. Mtoto mwingine atakuwa mweusi, mwingine atakuwa shokola, mwingine atakuwa na couleur ya brown, rouge. Sasa hiyo mbwa ilikula dawa gani? Kama mbwa inaweza kufanya hivyo, binadamu naye anavifanyaga. Ndio mjue ninyi wajinga ambao mkusomaka, mjue. Wengine wanasema Longecha anapakala vitu vya kupakala au meupe. Muulize mama yangu, muulize ndugu zangu. Nikikutajia ndugu zangu ni kaka yangu, muone hata yuko sawa mimi. Dada zangu wako sawa mimi. Labda maisha wanayoishi ndio rangi inabadilika. Mimi niko naishi maisha mazuri, na maisha ninayoishi ndio maana rangi inaendelea. Sipakalake kitu. Mwe mnafikiri mimi napakalaka kitu. Ni vile nilizaliwa. Kasa nataka kuwatoa ujinga kwa kukosa elimu. Wanyarwanda wengine wao Mlongecha na pakalaka, au wanawake wengine Mlongecha sipakalake kitu. Ni vile nilizaliwa. Ndugu zangu muwaulize, wanajua. Kuba Bembe, kuko watu wa rangi, kuba Furero, makabila yote ya Kongo iko. Hata wende Rwanda. Wako watu kama mimi wako. Sielewi kwa kweli. Upumbavu na ujinga bado ungali na watu. Ni afadhali uende na mjinga kuliko kwenda na mpumbavu. Fasi mjinga utamfundisha. Lakini mpumbavu hata upige fimbo hageukaki. Au Mlongecha hivi na vile, hivi na vile. Najipodo. Oh, sasa nani asiyopenda kujipodo? Si nimevala costume. Sasa nikivala costume ubaya uko wapi? Lakini rangi yangu inawasumbua na nini? Rangi yangu ndio inakuwa nafanya politiki. Mimi niko nafanya politiki na siko muuaji. Niko president ya un parti politique. Niko president de un parti politique. Sifanye hivi en tant que Mlongecha. Non, je suis président d'un parti politique. Na sipendaki kuonyesha parti yangu mbele parce que ça n'est pas de sens. Tuko muvita. Nikianza kuonyesha parti yangu, ninaekarte batu wengine. Tuna besoin ya mouvement. Ya libérer le pays d'abord, le parti après. Peuple congolais. Ninawatumia habari hii. Kwa sababu leo ni Desembre, le 23 décembre 2019. Kila mtu asimame mahali alipo. Mwanawake wa Kongomani, muamke. Mufate exemple ya dada Christina. Unasikia Wanyarwanda wengine wanafanya maaudio. Yeye yule Mlongecha na yule mke wake Christina hawajui. Wanafikiri Christina ni mke wangu. Na Christina wewe mnayetaja na yeye ni mweupe kama mimi hivyo hivyo. Hapa kalake na yeye. Na sio mke wangu, ni dada yangu. Okay? Sasa ujinga wenu utaisha namna gani? Wamama, mfate example ya dada Christina. Muamke. Wa vijana wazuri. Wanyarwanda wametiwa vijana wao wazuri partout. Wako wa espion. Muliona Canada wengi wamefungwa kule. Wenye Kagame alituma.
wa espion, wasichana wazuri, baada ya kufunga ndio wanatoa siri zote. Oh, tunataka kuomba azile, tulikuja hapa kufanya espionage. Bali huwa kamjo karekeza kule wapi? Afridi Sud. Ndio kazi ya Kagame. Kagame uende na mie kwa kuachia banamuke hautanipata. Pombe vya wengine hautanipata. Mie ninapenda Mungu. Mungu, uende kwa bulozi hautanipata kwa sababu mimi niko na Mungu. Kama nataka uende ukorabore na Mungu mwenyewe, atoe authorization. Na haitawezekana. Mungu amenipaka mafuta na Mungu amenichagua nifanye kazi ya kulibere peuple congolais. Na peuple congolais sera libéré. Ninalancé appel à lutte continue. Majeshi yetu, musikubali. Mufate mfano wa Dragila. Dragila alijitoa ye peke, hakukuwa komisho ile, bali yenda bakajisalimisha ku Nations Unies. Mtu anajisalimisha tena anafungwa. Kwa nini? Paske banajua Dragila alipokuwa anatembeza bot ile ya bamare, alikuwa specialist wa hiyo. Wale watu wote waliofunga wanasema no, hatutamwacha huyo hivyo. Mfungeni. Dragila iko prison, upende usipende. Kwa sababu wewe mtetezi uliuisha mke wako. Ninakwambia hii. Sasa dit la verite. Mtetezi toka. Hautapata grade, utaishia mu prison na auditorat militaire inakuchunga. Ya kutumba toka, itakuwa vizuri mutoke. Ninyi kupata amani ya kutumba na mtetezi, kuwa na amani mwele Kongo. Mpaka sisteme ibadilike. Osilonta Kabila angali ku pouvoir, na Banyarwanda beko ku pouvoir, mutalipa conséquence. Ça c'est l'appel j'envoie chez les Kutumba na mutetezi. Mulisha jinyambia. Mlongecha haja kamata bunduki Mlongecha haja uwa mtu apigaga masali yeni kasema sema tu. Mwe mulikamata bunduki. Mangombe mingi ya Banyarwanda ilikufa. Na Banyarwanda bengine nao balibaua na mukauana, mukapigana. Sasa wewe utoki. Uko mgonjwa. Mutasubire konsekanse ya Dragira. Vijana wote munanifata vizuri. Hiyo wanakula pesa kutoka kwa President Felix Kibaraka mwingine. President Felix ni nini? Ni Kibaraka cha Kagame. Kagame amesema hayo. Kagame iko intellectuel, iko très intelligent. Na musifia kwanza kidogo. Kwa sababu alinisifia mie. Quelque soit tunapigana mimi na Kagame, lakini mimi namsifia kidogo. Kwa sababu alinisifia. Kagame anajua ukweli. Anasema kweli, bale bote bale ni babure. Bale bote ni babure bale. On les utilise comme nous voulons. Tunabatumikisha kama vile tu. Mais kuko umoya tu. Umoya tu mwenye anaweza faa quelque chose. Ni yule banaitaka mpumbavu Mlongecha yule. Anakili yule kijana, lakini watu hawamuelewi. Kagame anasema vile. Na watu wake wananiita. Na ndio maana nasema namsemea Kagame kidogo. Ile iko intelligent, anakili. Anajua ukweli, anajua kwamba ukweli ni nini. Au moment je vous parle, Kagame anaanza piga banani, anaanza piga Banyamurenge, Banyarwanda. Alibatumikisha, akawatumikisha, akaona sasa Banyamurenge banaanza kutumika sasa, bakamate mabunduki baende bamutoshe ku pouvoir. Kagame anasema, sasa mutaniona. Anabageukia sasa. Minembo ni Kagame iko nabapiga. Mtetezi afanye kitu ni kala. Anaanza kutafuta jeshi lingine la kuanile Minembwe. Na Felix anajua ile. Ndio mnaniambia Kongo itakuwa na amani. Itakuwa na amani namna gani? Na ninyi Banyamurenge, Banyarwanda mulijinyambia deja kwenye kamba. Mlishanyambia kwenye kamba. Mseme hivi Mlongecha wewe uko mpumbavu, sawa, muniache na upumbavu wangu, lakini mtaona resulta. Kufa ya Laurent Désiré Kabila nilimwambia. Nikamwambia mzee, no. Joseph afanye kitu. No, ni bongo ile. Ni bongo ile. Nikasema hawa mzee asante. Lakini utaona nimepewa information na source. Unaona?
Sitataja majina ya watu wako Kinshasa, naweza sema mumuulize mtu fulani. Sipende wapate problem. Felix Joseph